kula kwako haitakiwi iwe changamoto. Nisikilize vizuri, wewe uliyeokoka hutakiwi kuwa muhitaji wa kitu kinaitwa chakula. Kama bado una uhitaji kwenye eneo la chakula, kuna mahali simama sawa sawa. Mungu afanye mambo makubwa sana kwenye maisha yako. Chakula hakitakiwi kuwa uhitaji. Ndiyo maana Mungu hataki uumize kichwa kwa ajili ya kitu kinaitwa chakula. Anavyosema angalieni ndege wa angani, hawalimi, hawavuni, Bwana huwalisha. Anasema sembuse wewe uliyookoka, Mungu ashindwe kufanya kwako. Kama Mungu anaweza kufanya kwa ndege wa angani, anashindwa kufanya kwetu tuliyookoka? Lakini kuna sehemu hatujafanya nafasi yetu, ndiyo maana chakula kinakuwa changamoto. Kupitia chakula tunaona kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo, sitaki kusoma maandiko mengi, kwenye kitabu cha Mwanzo Biblia inatuonyesha vile ambavyo kupitia chakula, tunda walivyokula kwenye bustani ya Eden, kuna watu walipoteza nafasi, kuna watu walifukuzwa kwenye bustani, kisa walikula. Wewe ita tunda, lakini kama walikula, weka kwenye kundi la chakula. Chakula kinaweza kuwa baraka kikakupa matokeo, chakula kinaweza kikakufukuza kwenye nafasi ulionayo. Kuna mtu nikisemaga hivi anaacha kuhubiri vitu vya msingi, anahubiri kula. Ni hujawahi kuumwa uone vile ambavyo madokta wanatoa chakula kwa mirija, kipitishwe kwa mirija. Yani unakula chakula kilichokuwa kwenye umbo la majimaji ili uwe sawa. Kwa nini wakati tuko sawa hivi hatujapitishiwa mirija? Tusile vitu mpaka vitu vielewe. Nataka nikwambie hiyo neema itakuwa juu yako. Wanaokuwekea uchawi wa kitu kinaitwa chakula, huo uchawi nimeuvunja leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Anasema kwenye Marko 16:18, tutakula vya kufisha havitatuzuru. Kumbe ndani yako iko neema ya kusagasaga kila chakula cha kichawi kitakachoingia ndani yako kwa mlango usio rasmi, ili kisagwe sagwe, kiangamie, na hiyo sumu itoweke kwa jina la Yesu, ili we usife, utimize kusudi ambalo Bwana amekuweka nalo hapa duniani. Nisikilize, bado tuna mambo mengi ya kufanya. Sisi sio type ya watu wa kufa leo au kesho kwa ajili ya kitu kinaitwa chakula. Never.